Nitambue uwepo wa kiongozi wa wilaya hii Sheikh Adam Mwenyepingu, rafiki yangu huyu, swahiba wangu, kaka yangu huyu, mwenzangu. Lakini nitambue uwepo wa mgeni maalum pamoja na mgeni rasmi, mashekhe wa kata wenzangu, pamoja na maustadhi, walimu wa madrasa na mashekhe mbalimbali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mada niliyopewa imenizidi kimo, lakini pia hata umri, na sio peke yangu, nyie pia hamuiwezi kwa sababu ni kubwa kuliko sisi. Uislamu na ustawi wake katika jamii. Hii mada kubwa kwa sababu ulimwengu wenyewe bado hujaanza, Uislamu unafanya kazi na unastawisha viliopo kabla ya taasisi binadamu. Kwa hiyo ndio maana naiita mada kubwa. Lakini kwa sababu huu Uislamu wenyewe haukuja kwa wadudu wala wanyama. Huu kwanza ulikuja wakabebeshwa Waislamu ambaye ni wanadamu. Kwa hiyo pamoja na ukubwa wake huo, tutajitwisha hivyo hivyo, twende nayo. Tutakapopatia Allah atatulipa, pale tutakapokosea tutamuomba atusamehe, kwa sababu sisi ni waja, hatukamiliki. Anayekamilika ni yeye Allah subhanahu. Tukisema Uislamu ni maarufu, Mtume aliutambulisha Uislamu alipoulizwa na malaika Jibril, ma huwa al-Islam, akaujibu kwa mtiririko wa nguzo zake: an tashhada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata'ta ilayhi sabila, kama ilivyokuja katika riwaya mbalimbali. Huu ndio Uislamu. Lakini ustawi wake ni ile fitra, umbo lenyewe la huyu mwanadamu. Ili uipate jamii, kwanza umpate huyo mwanadamu, kisha ndo uje kumstawisha. Sasa ustawi wa hii jamii ulitangulia kabla ya binadamu mwenyewe, fitra. Mtume wetu Muhammad anasema kullu mauludin yuladu ala fitra, kila kinachopatikana kwa mtindo wa kuzaliwa katika dunia hii, kikizaliwa kinakuwa tayari kipo katika ustawi. Anayeharibu na kuvuruga ni huyu, kwa sasa tunamuita mtawala. Illa abawahu yumassihanihi au yunassiranihi wa kadha wa kadha wa kadha. Huyu tunayemuita mtawala ndo anakuwa mvurugaji. Sasa Uislamu moja kwa moja kule kuwepo kwake tu ni ustawi tayari, lakini kwa sababu inapaswa tuuzungumze kila mara huu ustawi, ndio huwa tunachukua dondoo na vidokezo vya maisha ya yule aliyekuwa kiongozi mkubwa wa Uislamu ambaye ni Mtume Muhammad. Mtume alistawisha dunia, na stawi yake ya kwanza aliitaka dunia yenyewe iendelee kuwepo. Kwa hiyo ukiwa kama kiongozi, hakikisha kwanza ustawi wa kwanza katika jamii yako, hakikisha watu wanaendelea kuwepo. Ukiwa kiongozi ambaye unasababisha watu baada ya kuwepo ila wanahama eneo lile, jua umefeli katika ustawi, kwa sababu Mtume Muhammad yeye alisimamia watu wawepo. Moja katika maeneo aliyotaka watu kuwepo ili ndio upatikane huo ustawi, amezaliwa Maka Mtume Muhammad.
akaendelea kuishi pale kwa kulelewa mpaka yeye mwenyewe alipoweza kujikimu. Lakini wakati ule anakuwa miaka 8, miaka 9, ulikuwa unaanza kuonekana alama ya huo ustawi. Kwanza alikuwa sio muongo wakati wa makuzi yake, miaka 8, 9. Dunia ya sasa, watoto hawa wanaozaliwa sasa hivi wenyewe wanaita watoto wa .com, miaka 8, 9 ndio muda wa ujanja. Uongo upo, udanganyifu, kutokuwa na uaminifu. Lakini Mtume miaka 8, 9 yeye anaonesha uaminifu, mpaka Makuraishi Maka wanamuita, wanamwambia as-sadiqu thumma al-amin. Huyu mtoto anakuwa lakini muaminifu sana, halafu mkweli. Hawakuishia kwenye maneno, waliamua kuwa wanapeleka amana zao awawekee. Vile wanavyopeleka, wakija wakitakiwa ile hirizi, akitakiwa aliyopewa aiweke ile amana, wanaikuta ile hirizi ipo vile vile, kifungio kile, bahasha ile, hakuna kilichobadilika. Miaka 8, miaka 9. Ustawi, Uislamu unaleta ustawi. Lakini mfumo na utaratibu wa maisha hayo yalikwenda, wakawa wanampenda sana. Allah subhanahu wa ta'ala alipotaka kukamilisha ustawi ule, kumpa utume, alipotelemsha maneno yake kwa kumwambia fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Sasa muda umefika. Uislamu kama ulikuwa unautangaza katika maeneo rasmi maalum Mtume Muhammad, hivi sasa hebu udhihirishe, utangaze, ili jamii izidi kupata ustawi. Alipoutangaza, watu wa Maka walibadilika. Baada ya kutaka ustawi wao, wakataka kuvuruga ule ustawi. Waliamua kumfanyia visa mbalimbali. Ule ukweli na uaminifu na upendo walionao kwake wakabadilisha. Sasa huyu mtoto amekuwa sasa, amekuwa kibri, anafanya tasfihi ya ahali hatina, mababa zetu, wazee wetu, wakaanza kumfanyia maudhi makubwa. Ikabadilika baada ya upendo na uaminifu na ukweli, wakampa bughdha Mtume Muhammad. Yeye na wale ambao wachache walikubali wito wake na njia yake. Ndipo mtume wetu Muhammad hakukata tamaa katika kuustawisha jamii. Aliamua kusogea kidogo ili jamii iweze kupata ustawi salama na mzuri. Alikwenda Taifi. Hijra ya kwanza mtume alikwenda Taifi. Pale Taifi alionyesha ustawi mkubwa wa jamii. Baada ya kufika Taifi, watu wa Taifi walikuwa wana chuki kubwa kuliko wale watu wa Maka. Watu wa Maka walikuwa wanachukia ile da'wa tu. Lakini wamefika pale Taifi, watu hawakutosheka kuichukia da'wa ya mtume, bali walimchukia na mtume mwenyewe. Visa ifike mahala katika riwaya zinasema kwamba alionekana mtume mguu wake unatiririka damu. Sahaba wake Zaidu, kwenye kichogo cha kichwa chake inaonekana damu zinatiririka kwa kumkinga Mtume Muhammad asipigwe mawe. Lakini hatimaye mtume haya yote haya, kwa sababu amesimama kuistawisha jamii, akatoka mtume amekwenda kunyosha mikono kurudi kwa aliyempa kazi ile, si mwingine ni Allah. Kuna maneno alisema mtume, na sisi pia tuyatumie katika jamii zetu. Tukirudi kwenye kata zetu, mashekhe wa kata tuwe tunatumia hizo. Unaweza shekhe wa kata ukawa unachukiwa, lengo lako kustawisha ile jamii ya pale, lakini ukatengenezewa chuki. Mtume alisema Allahumma ilaika ashku dha'fa qillati, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala almakhluqin. Ya Rabbi anta rabbi wa rabbul mustad'afin, ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwi mallaktahu amri. Ya Rabbi in lam yakun bika bi ghadabun fala ubali,
ya arhamar rahimin. Maneno haya anayasema Mtume Muhammad baada ya kero zile za wale wanajamii anayetaka kuwastawisha wawe na njia iliyo salama, hatimaye wanamradi kwa majibu mabaya mpaka kufikia kumtoa damu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaitika maombi yale, kaitika yale maombi, lakini uitikaji wa Allah Subhanahu ni kuja kuleta adhabu sasa kwenye ile jamii. Lakini angalia kiongozi anayetaka jamii istawi, kamwambia Allah Subhanahu wa Ta'ala, nashtakia kwako udhaifu yangu, lakini mipango na mbinu na ujanja wangu imeishia hapa. Ili jambo ulilonipa la kustawisha jamii hii, mimi sina mbinu zaidi ya vile ulivyonielekeza. Sasa watu hawa wamebadilika kwangu, wamekuwa ni uadui. Unaniacha na nani ya Rabbi? Unaniachaje ya Rabbi? Mwenye huruma, ewe Mola wa wanyonge. Allah Subhanahu amesikia wito ule. Malaika Jibrilu ameagizwa aje kufanya vitu viwili ambavyo wanakuja kumuuliza kiongozi wa kustawisha jamii. Kashuka anamwambia, inshita ya Muhammad la atabakna alaihimul akhshabaini. Jamii hii mizari haihitaji tena ustawi, acha tuiondoe katika ulimwengu, tushushe milima miwili tuwafukie, we utatoka. Lakini ikiwa sivyo hivyo, inshita ya Muhammad la asqatna alaihimus samaa kisafa, tuwatelemshie pande la mbingu ili tuwafunike, biashara ishi hapa hii jamii. Sasa Mtume Muhammad anataka kustawisha jamii. Jamii utaistawisha kama haipo katika ulimwengu. Kapewa chaguzi mbili, lipi lifanyike? Kwa sababu tayari yeye ameumia. Amekaa Mtume Muhammad anazungumza maneno haya, ustawishi wa jamii. Anasema, Allahumma la aqulu hadha wala dhaka walakin aqulu ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Waongoze watu wangu, sisemi la kuwashushia mlima wala la kuwashushia mbingu, ila naomba ya Rabbi waongoze watu wangu hawa, kwa sababu wanachokifanya wao hawatambui. La'alla yakhruja min aslabihim man yaqulu la ilaha illa Allah. Kama hawa utawaangamiza, yawezekana kupitia hawa migongo yao ikaja kuzalisha vizazi ambavyo vitakuja kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Marekani wameanzisha rasmi mfumo wa ustawi jamii Agosti 14 mwaka 1935, lakini Mtume anaongea maneno haya ya kustawisha jamii ulimwenguni mwaka 621. Sallu ala nabii. Kwa hiyo bado sisi ndiyo tuliyekamata mpini, ndiye tuliyekamata mskani wa kuhakikisha jamii, wewe kama shekhe wa kata au shekhe tu wa msikiti, imamu au mwalimu wa madrasa, yaliyosemwa hapa ni ya kuyashika. Huyu mtu wa mada wa kwanza amezungumza vitu ambavyo ndivyo ambavyo dunia ilisimama wakati wa Mtume Muhammad. Usiwe mkali bwana. Ukielekezwa, ukipewa ushauri na watu wako, raia wako, kwamba wewe ndio imamu, wamekwambia hapa ili tupite tufanye hili, maana yake ukubali. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum law kunta fadda ghalidha alqalbi lamfaddu min hawlika. Yani shekhe, usiwe balaa mtaani, kwamba ukisafiri watu wanasema alhamdulillah, shekhe ameondoka ameenda Mwanza, ukirudi watu wanasema karudi, balaa limerudi, balaa. Sio maisha ya Mtume Muhammad na sio ndio usawishaji wa jamii. Mawaidha yenyewe, ukisimama kwenye msikiti wako unazungumza chumba cha mtu tu, namna gani anaishi na familia yake, yani umenukuu, umeokota. Usichungulie dirisha. Hakuna mtu asojua kuchungulia dirishani hapa, kwamba ni vibaya dirisha mtu kuchungulia. Yani mawaidha yako ni toa mawaidha ambayo utawafanya wale unayewasimamia wakimbilie wanaposikia sauti yako. Hiyo ndio ustawi wa jamii. Lakini leo ustawi huu wa jamii, Mtume Muhammad amesimama kabisa, anawaambia watu walikuwa hawajui vipi aende toilet,
Watu hawajui sehemu gani ya kukaa kufanya toilet. Mtu ilikuwa kwa sasa ndani ya gari yake tumekuta chini hapo vyeite linaunguruma kiti. Wakati huo sasa ilikuwa watu hawajui ustaarabu, ustawi wa jamii haupo. Mtu ilikuwa mule kama ana jambo lake liwe kubwa au dogo anamaliza mule, maana yake haja ndogo haja kubwa anamaliza mule. Mtume Muhammad alipokuja akaambia msiangalie kibla wala msikipe mgongo kibla, na mkitaka kufanya hayo mambo yenu hebu jaribuni mchuchumae, lakini hata hiyo stara yenyewe usiitoe mpaka ukisha umefika eneo rasmi la kutaka Watu walikuwa wajui, lakini watu walikuwa wajui kula. Jamii ilikuwa haijui kula, yani mtu namna gani ale. Kaja Mtume Muhammad akawafundisha watu kula. Ya ghulami samillaha wakul biyaminika wakul mimma yalika, sio hivyo? Yani hii yote ni ustawi wa jamii katika Uislamu. Kwa hiyo Uislamu na ustawi wa jamii umepiga hatua kubwa mpaka tupo hapa hivi sasa tunauzungumza ustawi. Maana yake tayari Uislamu umetutengeneza kuwa watu tuliostawi. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe tunayakamata haya wanayotufundisha mashekhe na kuyafanyia kazi, na alhamdulillah si wilaya hii Mwenyezi Mungu ameibariki hii. Unajua wilaya Temeke ikiwa semina kama hii utakayokuta wameshika daftari labda 2 au 3, lakini alhamdulillah hapa nakuta shekhe kila akitaja kanuni ya pili watu wote wamekamata daftari na penseli, maana yake wapo serious wanapokea. Lakini hii ni kuonesha kwamba huu ustawi huku tayari kabla ya leo kuandaliwa mada watu tayari wameshakuwa sawa sawa. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inshallah atujalie tuwe katika wale ambaye wanasoma kisha tunafanyia kazi. Kwa kumalizia nikae, japo ndio ishachukua dakika nyingi shekhe, taniyaradhi. Kwa kumalizia mimi nataka niwakumbushe kidogo hiyo katika ustawi, hiyo tarehe tashrii ni ustawi. Wakati Mtume Muhammad yuhai pamoja na masahaba walikuwa na mambo matatu tu namna ya kuendea Uislamu. Walikuwa na kitu kinaitwa aqida, lakini kitu cha pili ilikuwa ilmu, kuifahamu hiyo aqida, ndio ustawi huo wakati Mtume yupo hai. Lakini walikuwa na kitu cha tatu, amalu. Hapa ilitajwa neno amalu nikakumbuka hilo amalu. Amal mabwana ndio ihsan, aqida ndio ile istislam bitauhidillah, lakini wal ikhlasi lahu subhanahu wa ta'ala wahda ndio aqida. Wakati wa Mtume Uislamu ulikuwa unaendeshwa hivyo. Lakini kitu cha pili ilikuwa ilmu. Ile aqida ilikuwa ipokelewi tu kwamba kamuona babu, kamuona shekhe wake, kamuona huyu kafanya. Mtu ilikuwa anakwenda anakaa chini anaisoma aqida, ilmu wakati wa Mtume Muhammad. Lakini jambo la mwisho ilikuwa amalu, ambao tunasema ndio ihsan, na nguzo zake zinafahamika ihsani, an-ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yani ukishakuwa na imani rasmi imekamilika, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, uwe na ilmu ya hiyo la ilaha illa Allah. Ukitoka hapo uwe na ihsani. Ihsani ni kule kuongeza mara 2 ya vile ulivyotakiwa kumwabudu Allah, yani uone Mungu ndo huyu hapa. Ilikwenda mfumo wa maisha ulikuwa hivyo na utaratibu. Lakini Mtume alipoondoka na masahaba na tabiina na tabiina, wakaja watu wakagawika katika mfumo kazi, so gawanyikaji wa kufarakana. Iftaraka ila 3 firaq, watu wakagawanyika katika mtindo kazi, yani wakagawana majukumu na kazi. Hili nalo tatizo siku hizi, sisi katika semina hii tulitambue tutoke nalo hii shida. Watu waligawana mpango kazi ndani ya Uislamu, utaratibu ule wa Mtume Muhammad, aqida kwanza, alafu ilmu, alafu amal. Wao wakaamua kugawana mpango kazi. Kuna watu walikuwa kazi yao wamesimamia bayani ahkami ash-shar'iyyati al-amaliyya, wao wanasimamia tu hukumu, maamuzi yale ya matendo anayoyafanya binadamu katika upande wa Uislamu, analipwa nini akifanya hili. Au watu walijikita, wao walikuwa wanacheza na eneo hilo tu, walibaki huko tu. Watu wengi walifanya jitihada hizo, lakini ambaye sha'asituhum fil alam
alikuwa Imamu Shafi'i rahmatullah alayhi na Imam Malik na Abu Hanifa na Ahmad ibn Hanbal, wao wakatengeneza utaratibu wa tabyinu al-ahkami shar'iyyati al-amaliyya ambayo tunaita a'immatu al-madhahib al-arba'a, maimamu wa madhehebu manne. Lakini upande wa pili wakapambana katika upande wa akida ile kwa mtindo ule ule wa Mtume Muhammad. Wao walibaki kule, wengi walifanya juhudi hiyo kutengeneza bayani zile za ahkamil aqida, lakini ambayo walikuja kuenea katika ulimwengu zikatikisa sauti zao alikuwa mtu mmoja anaitwa Abu Musa al-Ash'ari na mwingine Mansuri al-Maturidi. Pamoja walikuwa wengi. Hawa ndio ambao zilistakiri zile taratibu za akida na ahkami zake. Lakini baadaye katika upande wa hii ihsan ndo walikuja wale watu. Mtu kwanza alikuwa anaongoza Imamu al-Junayd ambaye akisaidiwa na Hasan al-Shadhili na Ahmad al-Rifai. Sasa ukija katika masala ya amal, ile ibada ya kumwabudu Allah kana kwamba unamuona ili hali umuoni, maana yake kwa uchache basi iga utaratibu huu wa Imamu Junaidi au Hasan al-Shadhili au Ahmad al-Rifai. Lakini ukija katika masala ya amal, hizi amalia za kawaida, uchumi, siasa na mambo mengine kijamii, manake kwa uchache iga basi moja katika taratibu za maimamu wanne wale. Ukimkosa Shafi, Malik, Ahmad, Hanbali. Ukitaka kuja kugusa katika masala ya akida basi usikose chembe chembe za huyu al-Ash'ari au al-Mansuri al-Maturidi. Hii nilitaka kusema ili tusiwe tunamegeka makundi pasi na kuwa na ile ilmu ya amali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hivyo ndivyo ambavyo amemaliza vizuri Sheikh Zahran Salim bin Saif, ni shekhe wa kata ya Buza, akiwa ametumia muda mzuri akiwa ndani ya muda make watoaji wa mada wamepangiwa takriban dakika 30, lakini ametiririka ndani ya dakika hizo. Ametumia dakika 20 takriban kutoka saa 6 na kasoro dakika 40 kasoro dakika 20 mpaka sasa ni saa 6 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Ni kwamba amezungumza vizuri kuhusiana na ustawi, na najua kwa mashehe kuna mambo mengi pia katika ustawi, kuna aya nyingi, lakini kajaribu kuchukua pointi akiwasogezea nyinyi ili muweze kufaidika.